Mida hii ya saa 12 asubuhi, alamu ya huyu dada anaitwa Detola inalia. Inamuamsha hawahi kwenda kwenye interview ya kazi. Sasa kuna huyu mchizi anaitwa Hugo alikuwa amelala kwenye kochi. Ile alamu ikawa inamsumbua hivyo akaamka akaenda kuizima. Kisha akarudi kulala kwenye kochi. Huyu Hugo tutamjua vizuri baadaye yeye ni nani na kwa nini anaishi chumba kimoja na Adetola. Basi saa moja baadaye Adetola anashtuka kucheki saa hivi anakuta saa 1 kamili akampiga na mto Hugo. Hivi ulizima alamu yangu? Mchizi akasema uone kama kulala kwenye kochi ni mateso. Na enjoy vipi alamu yako ambayo wala hata haikuamshi? Wewe ni mjinga sana. Naomba tu nisichelewe kwenye interview kwa sababu yako. Mchizi akasema hukuniambia kama una interview, sana ningejuaje? Akawahi kuingia bafuni kabla ya Adetola na akajifungia humo. Kumbuka Adetola ameshachelewa saa zima kwenda kwenye interview na Hugo akakaa humo chooni kwa nusu saa nzima. Akatoka akakinukisha kinoma akamwambia kabla hujaingia subiri kwanza. Adetola ana muda wa kusubiri harufu iishe, akapambana nayo tu hivyo hivyo ili awahi kwenye interview. Basi akafanikiwa kujiandaa chapchapu. Mchizi akamwambia utavunja miguu sasa. Ofisi anayokuja Adetola ndo hii hapa sasa. Wenzake wamewahi wanasubiri tu interview ianze. Ashukuru tu Mungu interview haijaanza. Sasa hiki kisekretari cha hapa kikaanza kuwachamba wao waliowahi. Wewe umekujaje hivi kwenye interview kama vile mzoataka? Unavaa tu nguo bila kujali Ujui kama ile expression ya mwanzo, sorry madam, ni impression. Kwa hiyo unajua anachotaka kusema, si ndio? Hapo akaingia dada mmoja mfanyakazi wa hapa naye kachelewa. Sekretari akamwambia bosi ameshafika. Wewe ameingia saa ngapi? Hapo bosi naye akatokea. Wewe ndo unaingia sasa hivi, si ndio? Bianca akasema no, nilienda tu chini huko kuna vitu nilikuwa nimeenda kupeleka. Bosi akasema kwa nini hawa bado wako na mafaili yao? Sekretari chapu mno akaanza kuyakusanya. Bosi anaonekana mtata. Sekunde kadhaa Adetola naye ndo anaingia. Za asubuhi jamani, za asubuhi bosi. Bosi akauliza wewe naye ndo unaingia sasa hivi? Hapana bosi. Ndio. Kiuhalisia akaweka faili lake. Bosi akasema usichukue hilo. Bosi tafadhali, kulikuwa kuna foleni sana. Bosi akasema foleni. Wote tunakutana na foleni, lakini nahisi wewe una foleni yako. Adetola akamuomba sana bosi kwamba anahitaji sana hii kazi, imetokea tu bahati mbaya, lakini bosi akamkataa na akamwambia aondoke. Adetola akaondoka. Na inaonekana huyu binti ana matatizo mengi sana. Anahitaji sana kazi, yani anahitaji pesa ili aweze kusolve vipengele. Na ndio hivyo tayari kazi kakosa hata hajafanya interview. Lakini Room of Jeans ndo sehemu pekee kwa wewe dada kupata jinsi kali. Jumla na rejareja, unapata jinsi kali kwa shilingi 10,000 tu. Aina zote za jinsi zipo. Tunapatikana Kinondoni Studio na Makumbusho. Tucheki kupitia namba 0755992876 au tembelea peji zetu kwenye mitandao ya kijamii @Room of Jeans, Instagram, TikTok, kote tunapatikana na tunafanya delivery popote ulipo. Basi walivyotawanyika, Bianca akamfuata Adetola kwa nyuma akampa pole sana kwa kilichotokea hapo ndani. Kisha akamuuliza kwa nini lakini amechelewa. Hadi akasema hawezi kumuelezea hiyo story kwa sababu inatia aibu sana. Bianca akampa story moja akamwambia, kuna kipindi fulani kwenye graduation ya kumaliza sekondari, alikuwa kaitwa mbele kwenda kuchukua cheti chake. Wakati anakwenda alianguka, akapigiza kichwa chake chini, miguu juu, na ilikuwa ni mbele ya shule nzima. Adetola akasema sijui mimi ningefanyaje, yani nahisi ningekufa. Bianca akampa story nyingine tena kipindi anafanya kazi. Aliwahi kuanguka kwenye kiti kwenye kikao. Adetola akamuuliza kwa nini mara zote wewe unaangukaga tu? Hizo stories zikamfanya Ade awe comfortable, kwa hiyo akajikuta na yeye anamuelezea story yake ilivyokuwa. Ade akasema yeye na ex wake Hugo, sasa yule jamaa, walikuwa pamoja kwa miaka 2. Mchizi alisema anataka kupanga nyumba. Ade naye alikuwa kazama penzini sana, alitamani sana kuishi naye. Kwa hiyo alichukua akiba yake yote na wakapanga nyumba ambayo wakawa wanagawana kodi nusu kwa nusu. Miezi 2 baada ya kuishi pamoja, Ade alikuja kugundua hakuna sketi yoyote inayopita mtaani ambayo mchizi hajaifunua. Yaani mchizi alikuwa analala na karibu kila msichana kipindi cha mahusiano yao. Kwa hiyo akapata mawazo sana, akapoteza kazi yake kwa sababu hakuwa makini tena, na akawa hana chaguo zaidi ya kuendelea kuishi naye kwa sababu hakuwa na kitu. Alitumia akiba yake yote kuanzisha maisha na Hugo. Baada ya yote mchizi hakubadilika wala nini. Tena hadi akawa anamgeuzia kesi ya kwamba yeye ndo mwenye makosa, na akawa analeta wanawake ndani mbele yake. Kwa hiyo hii asubuhi kamzimia alamu yake ambayo ilipaswa kumuamsha, kwa hiyo akaamka akachelewa. Na licha hivyo akaamua kukaa bafuni saa zima ili kunichelewesha tu. Bianca akasema saa zima bafuni? Alikuwa anajipiga nyungu au? Bora hata angekuwa anajipiga nyungu. Ade akasema. Bianca akasema nipe mafaili yako. Ade akampatia. Bianca akasema sikuahidi chochote lakini nitajaribu. Ade akashukuru sana. Bianca akamwambia usinishukuru kwanza, niombee tu niweze kulifanikisha hili, sawa? Ade akamuombea pale kisha wakaagana wakatawanyika.
Baadaye Bianca akaendelea na kazi. Bosi akatokea, Bianca, njoo ofisini kwangu. Bianca akamfuata bosi kwa nyuma. Sasa hii ofisi ni media, wanahusika na kuandaa vipindi kwenye TV. Kwa hiyo bosi akamuuliza Bianca programs zinakwendaje na nini. Bianca akamjibu. Bosi akamwambia ni hayo tu, unaweza kwenda. Kabla hajaondoka, Bianca akamuuliza bosi, bosi, hivi interview ilikwendaje? Bosi akasema vibaya sana. Vijana wa siku hizi hawako serious kabisa na maisha yao. Bianca akasema inasikitisha sana. Kisha akauliza, kwa hiyo hakuna hata mmoja ambaye ataajiriwa? Bosi akasema atawaachia hili jambo maagent wa kutafuta wafanyakazi, tutawapa huu uchafu wote, wao watakagua na watatuandalia mtu ambaye anafaa. Bianca akasema na imani watafanya kazi nzuri. Akataka kuingiza issue ya shoga yake lakini akaona hapana, akaondoka. Sasa baadaye sana mida ya kuondoka ofisini, kuna huyu mwamba waga anamtaka sana Bianca. Akaanza kumuuliza kama anataka lift ampeleke nyumbani na nini. Bianca anaona huyu jamaa anamvuruga tu kwa sababu hapo alipo anapanga mipango ya kumchomeka Adetola kwenye mifumo. Mfanyakazi mwingine akamuomba huyu jamaa lifti. Bianca akamwambia mpe huyo kama unataka sana kutoa lifti. Basi washikaji wakaondoka. Walivyoondoka tu, Bianca kabeba faili la Adetola, akaanza kunyata nalo sasa. Akafika meza ya secretary, akakwapua ufunguo ofisini kwa bosi, chapu mno akaenda kufungua mlango akaingia. Na akalipanga faili kati ya mafaili ya wale waliowahi ili akipelekwa kwa agent Adetola naye wamzingatie. Kwa hiyo akafanikiwa, akatoka salama. Siku kadhaa mbele, Ade anarudi nyumbani anamkuta Hugo yuko na kidem kingine. Ameshazoea hii hali, kwa hiyo akamuuliza uliniambia unatoka leo? Mchizi akasema ndio, nimebadili maamuzi. Kasichana kakauliza uni mfanyakazi wako? Njoo upeleke hii sahani jikoni. Mchizi akasema hapana, wewe sio mfanyakazi wangu, ila ni ule ambaye nilikwambia anapitia mengi. Niliambia unapitia trauma ya mahusiano. Mimi namjua therapist mzuri atakufaa. Hapo simu ya Ade ikaita kucheki ni message. Kapata kazi. Oh my god. Yes, thank you. Akakimbilia zake jikoni. Sasa kapata kazi. Mbona akina Hugo atakubali? Basi kesho yake huku mzigoni, bosi akaingia na Adetola. Za asubuhi bosi. Huyu ni Adetola. Atajiunga nasi kwenye kitengo cha creative team. Bianca akampa kahai kachini. Bosi akamwambia nategemea utafanya kazi vizuri na utaonesha juhudi, si ndio? Adetola akasema ndio bosi. Okay, na utakaa pale. Lakini hivi mnajua duniani wawili? Gege. Ndio, binadamu wawili. Kuna mmoja alikuja hapa kufanya interview, unafanana naye sana. Lakini usijali, macho yangu yenyewe mabovu siku hizi, kwa hiyo bosi hakumtambua. Mida baadaye kwenye break ya chai, Adetola akamfuata Bianca akamshukuru sana, na hapa ndo akatambulishana majina, walikuwa wajuani. Basi kazi ziendelee sasa. Washikaji wakawa marafiki wa karibu sana. Chakula wanapata pamoja na nini, meza zao za kazini zinatazamana, hata kuondoka kwenda nyumbani baada ya kazi wanaondoka pamoja. Siku kadhaa mbele, Bianca akagundua kwamba Adetola hayuko sawa tena, kama kuna kitu kinamsumbua. Adetola akasema ni vile tu hapendi kurudi nyumbani na kukutana na ule jamaa na madem zake. Amekuwa akisave pesa ili aje apange nyumba yake, lakini bado yuko mbali sana kufikia lengo. Na wazee, hamwezi kuamini, Bianca akajitolea tena, akamwambia aje tu kwake waishi pamoja kwa sababu kwake ana vyumba viwili, kimoja na kitumiaga kama ofisi na anajijua kabisa waga afanye kazi nyumbani, kwa hiyo hakuna shida. Adetola akajikuta anashukuru tu. We ni nani? We ni malaika au vipi? Kwa sababu nani anaweza kufanya hivi? Wakakombatiana pale. Kisha Bianca akamwambia kuna party Jumamosi, kwa hiyo kama atahamia kwake basi wataenda pamoja. Kweli mzee, Jumamosi ikafika. Washikaji wakaingia kwenye party wakaenjoy. Muda wa kuondoka, wakati wanatoka nje wakakutana na huyu jamaa, akawasalimia. Bianca akasema my dance partner, alikuwa anacheza naye humo ndani. Mchizi anaitwa Amir. Akawa anaongelesha wote kwa pamoja, lakini lengo lake ni Adetola tu. Kwa hiyo akawapa lift mpaka nyumbani. Kesho yake Amir akaja ofisini kwao, akamwambia secretary kwamba kaja kumuona Adetola. Secretary akasema una uhakika ni Adetola tu ndo unataka kumuona? Mchizi hakuelewa. Ninasema tu labda unaweza ukaniona mimi. Hapo Adetola na Bianca wakachungulia wakarudi ndani. Huyo nani? Hadi akasema ule jamaa wa kwenye party. Bianca akamwambia watoke wakutane naye, kwani wewe umpendi? Nampenda lakini nini? Yaani bado nadhani kila mtu ni kama Hugo. Hebu achana na huyo. Haya twende. Kwa hiyo akajitokeza wakasalimiana pale. Hadi akauliza unafanya nini hapa? Mchizi akasema ni story ndefu lakini ningetamani niwatoe lunch kama mtojali. Bianca akasema umetutime vizuri kwa sababu alikuwa analalamika njaa huyu. Kisha akasema yeye kuna kazi anamalizia, kwa hiyo wao waende tu. Bianca anataka kuwapa muda wa kutosha waingie kwenye mahusiano bana. Secretary akasema I'm sorry sir, hata mimi pia nataka lunch, sijala. Mchizi akasema lakini sikuoni kama una njaa. Adetola akatoka, Amiri akampiga chini secretary, usituharibie date yetu sisi. Mida baadaye huko ofisini, Michael akaendelea kumtongoza Bianca. Bianca bado amuelewi huyu jamaa vipi?
Akiwa anaendelea kumwashia moto, secretary akaingia na zawadi kutoka kwa Amiri, akampatia Detola. Akamwandikia maneno matamu, kaweka na wine humo ndani. Michael akasema naweza kukununulia pia. Hivi unaweza kunyamaza tafadhali? Kama unaweza kununua kanunue sasa. Basi baadaye Detola akarudi nyumbani kamwacha Bianca kazini kwa sababu alisema kuna kazi anamalizia. Lakini Amiri akatokea kwa nyuma akamsemesha Detola, akaruka huyo. Mchizi akamtuliza, ni mimi. Unafanya nini hapa? Umeingiaje kwanza humu ndani? Mchizi akasema ngoja niseme tu kweli. Ni Bianca. Kumbe walikula njama ndo maana akajifanya ana kazi ili Detola aje kukutana na Mchizi huku nyumbani. Kwa hiyo Mchizi kaandaa chakula pale na akamfungukia ukweli kwamba anampenda, anataka awe girlfriend wake. Taratibu Detola akaanza na kulegeza macho. Kwa hiyo akamkubali huyu jamaa. Bianca baadaye akarudi na akakutana na taarifa njema kwamba washikaji wameingia kwenye mahusiano. Basi bana, dina date za hapa na pale kwa sababu wanahitaji kujuana zaidi. Sometimes wanaangalia movie mpaka wanazima sebleni. Bianca naye anavupenda watu wapendane, anawazimia TV kimya, akarudi chumbani akachukua shuka kuja kuwafunika kabisa. Zikapita siku kadhaa, Amiri akawa anataka kumvika pete ya uchumba Detola. Akaja humu chumbani kwa Bianca bila hata kugonga. Bianca akakurupuka, nini sasa? Waga hatuendi hivyo. Unagonga mlango, unasubiria ukaribishwe ndo unaingia. Mchizi akasema najua lakini sina huo muda. Detola kaingia jikoni na mimi nataka kufanya kitu muhimu sana. Bianca kuuliza nini hicho? Si useme nataka kumvika pete. Michael akakurupuka, Detola anaolewa. Huyu jamaa katokea wapi? Kumbe Bianca bana naye aliamua tu kumkubalia Michael. Kwa hiyo Amiri akawapongeza pia kwa kuanza mahusiano. Akataka kumpa mkono Mchizi lakini unaweza ukawa umeshika goli wewe au umeishika ile. Michael akajinusa. Bianca akamshauri Mchizi kwamba hilo tukio la pete liwe dogo tu, yasiwe mambo mengi. Kwa hiyo wakakubaliana pale, wakagonga kabisa. Mchizi akasema wewe mzee, kwa hiyo unaweza kushika mkono wake lakini sio wangu. Huo ni unyanyasaji na inabidi tuliangalie vizuri hilo. Mchizi akamwambia nyie endeleeni, tukisha akaondoka. Basi kweli mzee, Mchizi akaorganize mchongo. Detola akahisi kuna kakitu tu. Na kweli, Mchizi akala goti moja, akaanza kumwagika sasa maneno matamu. Toka amuone sio moyo uliruka. Panga maneno kishenzi, mimi nisingeweza hiyo biashara. Kisha akatoa pete, Detola akafurahi kishenzi. Hapo kanyosha mkono na Mchizi naye akamvika. Wakapata busu moja safi sana. Hapo Mchizi naye akapokea simu, kuna kazi kubwa mno alikuwa anaifukuzia, kaipata. Hawa jamaa ndoa yao itakuwa imejaa neema sana. Si ndio Si ndio? Basi baada ya honeymoon wakahamia kwenye nyumba yao, na hapo Amiri akapokea simu kutoka kwa bosi wake ambaye ni bosi wa kike wa kwenye ile kazi ambayo aliipata siku ya engagement. Kwa hiyo bosi akamwambia kwamba wote wanatakiwa kwenda Kenya kesho kutwa kwenye short trip. Kuna kazi huko wanaenda kufanya. Kwa hiyo Mchizi kabidi tu amuage mke wake. Tunatupwa miaka 2 mbele. Washikaji walibahatika kupata mtoto mrembo sana wa kike, anaitwa Zara, na familia yao ikawa ni ya furaha tu na amani. Lakini tabasamu la Detola likali linapungua siku baada ya siku kwa sababu Mchizi alikuwa anasafiri sana. Ana muda mchache mno wa kukaa na familia. Mchizi akawa anamuelekeza pale lakini akaanza kutoa zawadi, hii ni ya kwako Zara, lakini hapana, hii sio ya kwako, hii ni ya baba. Detola akasema ni nzuri sana. Mchizi akasema ndio, bosi wangu alininunulia. Bosi tena akazirudisha kisha akasema chakula tayari. Muda wa kulala simu ya Amiri ikaanza kuita. Detola akamuita lakini akaona haipokee mwenyewe tu. Alikuwa ni bosi wake ndo anapiga. Detola akasema hello darling. Unaweza kunitumia zile documents? Detola akakata simu. Punde Amiri akaingia mchumbani. Detola akamwambia mpigie sugar mami wako. Miss Ade alipiga, nilikuwa nasubiri sana simu yake. Detola akamkata jicho. Nini sasa? Detola akauliza kwa nini huyo mwanamke yuko comfortable kukupigia mida kama hii? Mchizi akasema mara zote yuko kazini huyo. Vipi kuhusu hello darling? Ndo aga mnatumia kuitana huko ofisini Amiri akasema huwa anatumia hilo neno kwa kila mtu, yani ndo yuko hivyo. Vipi na hiyo zawadi? Detola akalalamika sana na yuko sahihi kabisa kwenye hili. Bosi anachukua nafasi kubwa sana ya muda wa Mchizi mpaka zawadi. Siku kadhaa mbele, Detola akaja kumuelezea shoga yake Bianca kuhusu Amiri alivyobadilika siku hizi. Jinsi huyo bosi wake sugar mami anavyomuita majina ya mahaba, darling, sweetie, sijui nini, akaelezea kila kitu. Bianca akamwambia inabidi atafute namna aongee na mume wake na sio kupigizana naye kelele kila siku. Ndoa ni kitu cha milele. Hadi ya kumuelewa kabisa shoga yake. Sasa situation ndio ikazidi kuwa mbaya zaidi. Mchizi akirudi nyumbani kutoka kazini akiomba chakula, Ada anamwambia hajamwandalia chochote sababu alidhani atapata chakula huko na bosi wake. Mchizi akawa analalamika, kwa unanihisi mimi na kuchiti kwa sababu ya kuwa na ukaribu wa kikazi na bosi wangu? Mchizi akamwambia nakwambia kwa mara ya mwisho mimi silali na bosi wangu. Hata hivyo siwezi kuwa na hisia na mwanamke mwenye miaka 60 huko. Moyo wangu hauna nafasi kwa mwanamke mwingine zaidi yako wewe.
Adetola anamuona mume wake kawa tapeli tu siku hizi. Akamwambia kama ni kweli anayoyasema basi aache kazi. Mchizi akasema hawezi kuacha kazi yake, hawezi kabisa kufanya hivyo. Adetola akasema basi sawa, yeye mwenyewe ajali, afanye anavyotaka yeye ajali. Kisha akaondoka kaenda zake chumbani. Basi maisha yakaendelea hivyo hivyo. Wakiamka asubuhi, Ada anatandika kitanda upande wake tu, uliobaki utajijua mwenyewe. Muda wa kwenda kazini, Ada ana request Uber wakati mumewe ana gari na huwa anampeleka kila siku. Kazini kukawa kwa moto, hayuko sawa kabisa. Bianca akaja kuongea na Mchizi kuhusu situation yake na mkewe, lakini akagundua Mchizi anataka tu kuwa mkubwa kwenye biashara wanayofanya. Ni issue za real estate, ni kama ndoto yake na ndo maana muda mwingi yuko kazini. Bianca akamwambia kwamba mkewe pia yuko hivyo kwa sababu ya maumivu makali aliyowahi kuyapitia huko nyuma, na vitu kama hivi vinatokea haraka sana. Na pia nikivaa viatu vyake na muona na kuona kama humpi muda wala kumjali kabisa yeye. Na kisha akamwambia kama unampenda huyo mwanamke inakubidi ufiksi hili jambo. Baadaye Mchizi alivyorudi nyumbani akajaribu kuongea na mke wake, lakini hawakuelewana. Ada akasema anahitaji kupumzika kwanza alafu ataendelea, yani anahitaji break. Akasema atasafiri kwenda nchi za nje huko kwa mama yake London, akaweke kichwa sawa. Amira akamuuliza tutumie muda gani huko? Ada akasema hajui atatumia muda gani. Basi kweli mzee, mabegi yakapangwa na ndo anaondoka hivyo. Mchizi bado akajitahidi kusisitiza kwamba asiondoke, anampenda sana, kwa hiyo arudi tu ndani waweke kila kitu sawa. Lakini hapana, Adetola akaondoka na aliondoka na mtoto pia. Kwa hiyo Mchizi akawa mpweke sana, piga mno simu lakini wapi, alikuwa mpati Adetola. Huku Bianca akawa anaongea na Ade kwa simu, anamsisitiza akiwa anatoka huko London amletee chocolate, ni muhimu sana. Oho. Siku kadhaa mbele, Amira akaja na nguo za kumwagilizia maua hapo ofisini. Akamuulizia Bianca. Sekretari akashangaa sana, "Bana leo bosi vipi?" Ila akaenda tu kumuitia Bianca. Amira akamuelezea jinsi anavyomtafuta kwa simu lakini hampati. Anataka kujua tu kama Adetola na mwanae wako sawa. Bianca akasema wako sawa. Mchizi akasema kama wako sawa basi ni vizuri. Akasema kama wakitaka kujua kama niko sawa, waambie niko sawa pia. Naendelea vizuri na nitakuwa sawa. Kisha akanyanyuka akaondoka. Bianca akaendelea kuongea kwa video call na Adetola. Wanasifiana tu ngozi kwamba zinang'ara. Kisha Bianca akajaribu kupenyeza issue ya Amir, lakini Ade akawa anamkataa tu kwamba Amir ni mtu mzima kwa hiyo atakuwa sawa tu. Bianca akamuuliza ngoja kwanza. Wewe, niambie vizuri, umeshawahi kumkuta na kucheat? Ade akasema hapana, lakini sio mpaka kuwafumania, wale wanacheat, hicho ndo wanachofanya. Bianca akamwambia sikia, kuna wanaume wazuri tu uko nje. Unatakiwa kumpigia, ongea naye, muwasiliane, yule bado mumeo kumbuka. Ade akaomba mtu badilishe mada. Yaani hataki kabisa kusikia chochote kuhusu Amir. Siku kadhaa mbele, Adetola akaja hapo ofisini kaleta barua ya kuacha kazi. Akamwachia secretary kisha akaondoka. Baadaye Bianca anaingia kazini, secretary akampatia barua Ade aloleta hapo ofisini. Akaishika kisha akasema, kwa hiyo amerudi nchini?" Hapo hapo akatoka kumtafuta, akampigia simu. Adetola ndo akampa taarifa za kushtusha zaidi. Akamwambia anataka kumove on na maisha yake, anataka aanze upya. Kwa hiyo sasa hivi anaelekea Abuja kuanza maisha yake mapya. Bianca akamuuliza mbona umebadilika ghafla? Mara zote umekuwa ukiniambia kuhusu vitu vyako lakini nini kimebadilika? Haya, vipi kuhusu mwanao? Nataka umnyime upendo wa baba? Adetola akasema usijali kuhusu Zara. Yuko sehemu ambayo anapendwa sana. Bianca akamkatalia kabisa, akamwambia hii sio sawa. Adetola akamtolea maneno hapo, akamwambia simpangie kabisa maisha yake, kisha akakata simu. Bianca kupiga tena nakuta tayari kala tofali. Kablokiwa. Mida usiku, Amiri naye akapiga simu kumwambia akapata taarifa kutoka kwa secretary. Bianca akampa pole sana. Amiri akasema ana imani familia yake itarudi tena na atafanya kila kitu ili irudi. Na pia akamuomba Bianca amsaidie kuongea naye, ili walau alainishe moyo. Bianca akamwambia kilichotokea asubuhi ya leo, alivyochezea block, kwa hiyo hata yeye hana namna ya kumfikia, labda mpaka akimunblock. Miaka 2 ikapita. Ade akapiga simu ofisini akaomba kuongea na Bianca. Secretary akampatia simu. Bianca kwenda pembeni kuongea naye. Adetola akamwambia kwamba anaolewa tena na anamuomba Bianca aje kwenye harusi yake, anamtaka aje akutane na mume wake. Bianca akamwambia nimeshakutanaga na mume wako miaka mingi nyuma. Ade akasema mtu ache ya zamani apite. Adetola akasema hata kama nikifanya hivyo, najua ipo siku utamuumiza tu huyo baba, utaamka tu na hizo insecurity zako. Adetola akasema hani wala hata ujali kuhusu upande wangu wa story, na mpaka sasa inaonekana kabisa bado ujali. Bianca akamwambia huyu mwanaume ni mwanaume mzuri, sijaongea naye muda mrefu lakini nasikia bado anakusubiri. Adetola akasema naona hatuelewani, kama utataka kuwepo kwenye harusi yangu utaniambia na nimesha kuunblock, kwa hiyo jisikie huru tu kunitumia message muda wote. Bianca akakata simu tu. Sasa kuna siku Amiri akaja kwa Bianca, yani amechoka vibaya mno, kabeba kumbukumbu zake tu na mkewe kipindi hiko. Akalalamika sana kwamba hili lilikuwa jambo dogo ambalo angebaki angepata namna mambo yakaenda sawa. Bianca akashauri vipi kama tukienda kwenye hiyo harusi alafu tukaiharibu.
Mchizi akasema mbona kama idea hiyo. Wakajikuta wanacheka tu. Bianca akaamka akafuata unywaji ili wachangamke kidogo, wayachanganya hayo mawazo na ulabu. Wana wakaanza kulewa sasa. Bianca naye akafunguka, kumbe alishaachanaga na ule Michael. Hawakuenda popote. Ila nina imani umeshaona hii movie inapoelekea Okay, ngoja tuendelee. Kwa hiyo wakalewa mno mpaka wakaanza kulaliana. Kesho yake wakaamka, lakini wakashukuru Mungu hawakukutana kimwili. Wakapanga tena usiku wa leo waangalie movie pamoja baada ya kutoka kazini. Baadaye mchana Amiri akamfuata Bianca kazini, wakarudi wakaanza kuangalia movie pamoja. Na ikawa ndo mchezo wao kila siku, wanaama nyumba tu. Leo kwa Bianca, kesho kwa Amiri. Leo Amiri anakaa kulia, kesho Amiri anakaa kushoto. Michezo ya kulishana popcorn. Hai. Na mwisho wa siku akaingia kwenye mahusiano. Na Amiri akatoa ile pete ya ndoa alovalishwa na Adetola, wakafanya mapenzi kwa mara ya kwanza. Kwa hiyo wakawa pamoja sana. Mchizi naye akajua kutenga muda, hadi akawa anapata muda wa kucheza magame. Na mwisho Mchizi akamvika pete ya uchumba Bianca. Bianca naye akakubali. Taarifa zikamfikia Adetola, akaja kwa Bianca wa moto. Yeye akiolewa sawa, ila wenzake wakipendana sasa, ana maindi. Kaja hapa mahususi kuwageuzia kibao kwamba wao walikuwa wanapendana kipindi chote hicho. Na ndio maana Bianca alikuwa sana upande wa Amiri. Adetola akamuuliza Bianca, "Ulishawahi kuona wapi mtu anaolewa na ex wa rafiki yake? Kwanza nakuchukia sana wewe, nakuchukia." Bianca akamwambia, "Hiyo safi sana. Tena safi kwangu kwa sababu huwa siadhibu watu kwa sababu ya makosa yao ya zamani. Hata hivyo, mume wako atajisikiaje akijua uko hapo unampambania ex wako?" Swali zuri sana. Adetola ikabidi aondoke tu, huko anasema karma itawaijia nyie, karma itawaijia. Sasa wewe na hawa nani tamfuata hiyo karma? Maneno ya mkosaji bana. Uwezi amini miaka 2 mbele maisha bado ni mazuri kwa hawa jamaa. Na Bianca kabeba ujauzito wa Amiri. Muda so mrefu anajifungua. Na hapo ndio unakuwa mwisho wa hii movie inaitwa Love Unplanned. Yaani mapenzi yasiyotarajiwa. Hii movie imetuachia funzo kubwa sana, hasa kwenye mahusiano, kwamba hata kama joto likizidi kiasi gani kwenye mahusiano ama ndoa, msichukue maamuzi kwanza. Jitahidini mkae muongee na wote mkiwa na lengo moja tu, kujenga. Yaani sawa tumeharibu, lakini tujaribu wote kujenga tena. Pia usihukumu watu wapya wanaoingia kwenye maisha yako kwa makosa ya watu waliopita. Watu wako tofauti kabisa. Niandikie maoni yako hapo chini, umeionaje kazi? Mimi hapa ni storyteller wako naitwa Iskunka. Tukutane kwenye video nyingine. Bye. Tuna stress na life wesimami tu inasonga. Movie kali pekee ndo inaweza roho ikakonga. Hauelewi movie ndefu lugha zinagonga. Save time, hii 7B storyteller konka. Wezi cheki movie moja toka juzi. Muda hautoshi na unapenda movie. Tayokata kiu yako ni E7B.